mkubwa, kazi nzuri anaifanya, tuendelee kumuombea kwa Mwenyezi Mungu. Wakati anapewa hii timu kama mwekezaji alisema, awamu ya kwanza anataka kuhakikisha Simba inakwenda kwa klabu bora katika bara la Afrika. Awamu ya pili anarudi kwa mwenyekiti wa bodi, anasema Simba anaenda kuiona kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Waandishi wa habari, Simba Sports anakwenda kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Umetaka ndio hivyo, ukutaka ndio hivyo. Tuna timu bora, tuna management bora, tuna technical bench bora, tuna players bora ambao wenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo mimi naamini, sina hofu, wana Simba hatuna mashaka. Mwaka huu tunakwenda kwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Mimi nafikiri waandishi wa habari, kuna muda fanyeni research mpira. Fanyeni research wachezaji. Hakuna mchezaji aliyekuwa Simba ambaye uwezo wake hauko sawa sawa. Simba ni moja katika vilabu bora barani Afrika. Lazima iwe na wachezaji waliokuwa bora. Shida ni propaganda za mpira kwenye nchi. Mnajaribu kuzitengeneza baadhi yenu ili kuonekana kwamba Simba wamesajili wachezaji wa ajabu. Sisi tunaamini kwamba Joshua Muntare ni mchezaji mzuri. Leo hii kila mmoja anajua, lakini management ya Simba ilijua kabla ya leo. Na ndio maana walikwenda kumpa signing fee, akaingia contract na Simba, anatufanyia kazi. Leo wenye zamana wanakwenda kusema Budo ni mchezaji bora. Ubora wa Budo kuanzia Simba umeanzia toka alikotoka. Lakini Kisugu, mwanzoni kuna watu ambao walikuwa wanamkataa Muntare kutokana na kiwango. Watu wana haki ya kumkataa, maana kuna watu, kuna binadamu. Watu wa Simba kote kuna binadamu. Waliomkataa watu, mimi kuwajibia watu siwezi, ningekuwa binadamu ningeweza kuwajibia. Tofauti ya binadamu na mtu, binadamu sifa kubwa ni mtu ambaye kutafakari jambo. Mtu si mtu wa kutafakari. Nimesema binadamu ni yule ambaye kujipa muda kujitafakari. Sifa ya mtu hana muda kufanyaje? Wa kutafakari. Napiga, anapiga. Kwa hiyo wale walikuwa ni watu, sio binadamu. Wale walikuwa watu, sio binadamu. Binadamu wako Simba. Kisugu, vipolo vyote vimetamatika leo hii, vipolo vinne. Bado kimoja usisahau. Au umetumwa. Bado kipi Kisugu? Tarehe 16 15 mwezi wa 6. Sisi tunahesabu kipolo. Mbona unakiondoa mama mwetu? Tunahesabia vinne ambapo mlikuwa mmepangana na bodi ligi kwa sasa hivi. Mmevimaliza alama 12 na nafasi ya pili. Hii inaashiria nini kuelekea huko mbele? Inaashiria kwamba tunakokwenda ni kuzuri zaidi. Inaashiria malengo ya Simba yanakwenda kukamilika. Moja ya malengo ya Simba mwaka huu kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa namna ambavyo wachezaji wanavyojituma, technical bench, mashabiki wa Simba wanavyojitoa, iwe mvua, iwe jua. Niwapongeze sana mashabiki wenzangu wa Simba. Jiji la Dar es Salaam lina mvua. Naamini kila mmoja anatoka nyumbani kwake mvua zimeanza kufanyaje? Kunyesha. Lakini anasema jua langu, mvua langu, nitakwenda kuisupport Simba yangu. Wamekuja kuisupport timu na inshallah kwa wingi ambao tunakutana KMC. Tutakutana pia katika uwanja Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Terminal 3 kwenda kuwapokea vijana wakati wa Barakane kashakufa goli 4 nyumbani kwao hiyo. Goli 4. Kisugu, umemsikia tajiri Gari anakuambia Yanga bingwa. Sawa, kama ukizungumzia tajiri sawa. Nilidhania utasema umemsikia bilionea, ningestuka kidogo. Yeye kumuita tajiri sawa. Nimesahau, usirudie maneno. Usirudie maneno. Tajiri. Yule ni tajiri. Kuna M na kuna B. Yule ukimuita M ni sawa, milionea, lakini Mo unamuita bilionea. Bilionea yuko katika timu ambayo inacheza finali ya shirikisho barani Afrika. Sio kwa bahati mbaya wala sio kwa kupigiwa kura. Kwa uwekezaji mkubwa aliowekeza katika Simba. Mishahara analipa kwa wakati, vijana wanapata allowance zao kwa wakati, wanapambana jasho na damu. Bilionea yuko Simba. Yeye kama anaambia watu watapata ubingwa wa NBC, bilionea Simba anaambia watu watapata ubingwa wa shirikisho barani. Hii ndio tofauti kati ya bilionea na milionea. Viporo vimeisha, tunaenda katika mechi dhidi ya Barakane ndio inayofuata. Nyinyi kama mashabiki wa Simba, lakini pia Simba kwa ujumla, mmejipangaje? Kujipanga, tutabaki kwenye dua na sala. Mimi nafikiri kila mmoja amesikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa ndege ambapo vijana wetu watasafiri kwa ufasaha. Wale ambao waliopata nafasi ya kwenda kutuwakilisha watasimama kwenye nguvu, watasimama kwenye jitihada. Sisi tulobaki Tanzania tutabaki kwenye dua
na sala, kwa sababu dua linafika kokote. Tuendelee tukutia ubani, tumuombe Mwenyezi Mungu, Mungu wa wote, aliomba mbingu na ardhi, aliomba vinavyoonekana na visivyoonekana. Naamini chini yake hakuna kinachoshindikana. Tunanyanyua mikono yetu juu, wana Simba. Tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu, uomba mbingu na ardhi, vinavyoonekana visivyoonekana. Uwape nguvu vijana wetu, uwape spirit ya kupambana na uwape mafanikio kule Morocco zidi ya Berkane. Inshallah na imani kwa Mwenyezi Mungu tutafanya vizuri. Umemaliza? Umemaliza? Watakuja. Watakuja. Watakuja.